Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Alhamisi, kwa moyo mkunjofu kabisa. Nikualike kunako urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina. Hii ni Toka Zamani TV. Nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni BOT yatabiri ongezeko ukuaji uchumi, uwekezaji, mazingira, biashara, mvua vyatajwa, mpango atoa maagizo soko la matunda ya Tanga. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Bwawa la Nyerere kuanza na megawati 400 gredi ya taifa. Dr. Biteko akemea uzembe ukarabati miundombinu, eleza mabadiliko TANESCO. Habari katika ukurasa wa 7. TAMISEMI agizwa wafanya biashara sukari wabanwe. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika wanandoa wapewa hati za pamoja kumiliki ardhi. Habari katika ukurasa wa 4. Barabara mpya zitakazojengwa Dar zatajwa. Habari katika ukurasa wa 3. Silaha ajitosa migogoro ya ardhi mikoa 5. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika Benki ya Dunia yaahidi fedha ujenzi SGR. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi aita wananchi fursa utalii, ateua waziri. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vilio kila kona, mgao wa maji, wananchi wa kutafuta maji huku bei zikipanda mitaani, mamlaka za maji za banwa kujificha kwenye kivuli cha umeme. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Simulizi ya tabibu aliyevuka mto iacha gumzo. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wakuu wa mikoa madisi wakisha zigo la sukari. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika Dar es Salaam, serikali imewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya kushirikiana na bodi ya sukari Tanzania SBT kutekeleza operation ya kamata na kuchukua hatua dhidi ya wafanyabiashara wa sukari wanaouza juu ya bei. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Waziri Mkuu DRC ajiuzuru, achagua kubaki mbunge. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 11. Sabaya ambwaga tena DPP kortini. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti hili kiandika Arusha, aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro Lengai Ole Sabaya amembwaga tena kortini mkurugenzi wa mashtaka DPP ambayo rufaa aliyokata na kuanza kusikilizwa. Mahakama ya rufani imeamuru. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele neema bwawa la Mwalimu Nyerere mwezi ujao, mashine 2 kuzinduliwa kukabiliana na tatizo la kukatika umeme. Dr. Mpango asisitiza bwawa limefikia hatua nzuri. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Samia kubariki jukwaa la kodi na uwekezaji. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. World Bank yajitosa ujenzi wa SGR kukarabati leri ya kati. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mwinyi asisitiza dhamira kuchochea utalii Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Biteko ataka miundombinu ya umeme iboreshwe kwa wakati. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Urasimishaji kumaliza migogoro ya ardhi Dar. Habari katika ukurasa wa 5. Mabaki ya satellite ya zamani yaangukia duniani. Habari katika ukurasa wa 19. Kuelekea miaka 3 kujiamini kwa Samia kwa fungua uwanja huru kisiasa. Habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni risasi za rindima, mgogoro wa ardhi, uhaba wa sukari kala moto, MRC kitanzini,
kibano wanaohujumu chaja. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mabadiliko ya tikisa vigogo wakuu KKKT. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. BOT yaonya upatu sarafu mtandaoni. Habari katika ukurasa wa 4. Biashara dawa za kulevya yabainika kwenye masoko. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Nchimbi aonya viongozi CCM wasiowajibika. Habari katika ukurasa wa 3. Umi aibana NHIF malipo watu wa huduma. Habari katika ukurasa wa 4. Korti yaelezwa askari wa JWTZ alivyotishia bastola apatiwe bilioni 1. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mazungumzo maalum sehemu ya pili. Mjane wa nyama ya swala sema hakimu aliyemhukumu asilaumiwe. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika michezo, Aweso rasmi yatajwa katika rada za Yanga. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ninalo gazeti Mwanahalisi mikononi mwangu, lenyewe limeandika JK amwangukia Edo, swahiba wa Lowassa atumika kumwombea msamaha, familia yaweka ngumu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Siri yafichuka mkakati wa kutaka kuwasha mtambo jini wa APTL yavuja. Habari katika ukurasa wa 6. Balaa jingine la Makonda sasa akaliwa kooni kuhusu kauli yake tata juu ya mahakama. Ambiwa achochea uasi, CCM yashikwa kigugumizi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Umasikini mwingine tunatafuta wenyewe. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika Dr. Mwinyi tutaimarisha sekta ya utalii. Habari katika ukurasa wa pili. Watalii 73,468 waliingia nchini Januari. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Taasisi zilipe madeni shirika la magazeti wawakilishi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Sharif kuapishwa leo. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Zanzibar Leo limeandika Marekani yajipanga azimio la kusitisha mapigano Gaza. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenyewe limeandika ziara za Samia zisibezwe CCM, Beto aeleza manufaa yake kiuchumi, zinafungua fursa Tanzania bara Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Benki ya Dunia yajitosa kusaidia ujenzi wa SGR, yaahidi kufanya ukarabati ya reli ya kati. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Marasi simamieni usambazaji wa sukari waziri. Habari katika ukurasa wa 2. DC Advera ampongeza Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 4. Mitambo miwili ya kuzalisha umeme JNHPP kuwashwa Machi. Habari katika ukurasa wa 3. Luhameja PSSSF toeni elimu hifadhi ya jamii. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mpango atoa agizo utafutaji soko la matunda. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani, lenyewe limeandika kwa namba hizi Benchika kuivusha Simba, Kramo aichorea ramani mapema. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. 5 zaweka rekodi Yanga, Azizi Ki apania Waarabu, Mzize Maxi wanajambo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ni Yanga vs Belouizdad, mchezo unapigwa Jumamosi saa 1 kamili usiku Benjamin Mkapa. Twiga Stars chunga hawa tu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Tajiri United hana baya. Habari katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika Premier League leo, Man United dhidi ya Fulham, mchezo utapigwa saa 12 jioni Old Trafford. Europa leo Alhamis ni Rennes vs AC Milan, mchezo utapigwa saa 2:45 usiku. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya Kiranga Komo katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Gamondi afurahia kiwango Yanga, Simba yapania ushindi ASEC, Aragija kuchezesha michezo ya Afrika. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Dayo
ahidi makubwa Moshi, habari katika ukurasa wa 21. Nasibu aingia chimbo kujiweka imara, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Awesu rasmi atajwa katika rada za Yanga. Jamondi afunguka kiwango cha Gwede kimempagawisha, anaamini, habari katika ukurasa wa 23. Benchika anika siri inayowabeba, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Lakini pia gazeti hili limeandika Ratcliffe rasmi ndani ya Man United, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Tanzania Leo lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika kazi moja Gwede ahidi mabao Yanga, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simba Sports Club mzuka Ivory Coast, Azam FC kujiuliza kwa Warriors leo ASFC. Mayweather anavuna milioni 963 ukimtaja mtandaoni. Mbappe PSG ni suala la muda tu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tuche anyosha mikono juu Bayern, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Tanzania Leo, michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.